umepokea wageni wengi, kwa hivyo lazima uchangamke, na kwa sababu pia hata mji wenyewe ni mdogo. Hata ukizunguka tu mtaani, unaweza ukazunguka mtaani ukakuta mbona unamfahamu, unapiga tu tena nyingine huyu bwana mfahamu. Yaani mnajikuta mnafahamiana ni wengi zaidi kuliko wageni, kuliko wenyeji. Yaani nyie wageni mnajikuta mko wengi kuliko wenyeji. Ndio. Yeah. Sasa hali ya hewa kwanza, maana huko kuna wakati kuna mvua vipi huko? Mvua mpaka tokea jana nimefika mpaka leo hakuna mvua, lakini baridi ndio ipo baridi ya kutosha kabisa. Na kwa mujibu wa watu ambao walikuwa wametokea Arusha, wanasema pengine baridi ya Arusha ina afadhali kuliko baridi ambayo inapatikana hapa Manyara katika mji wa Babati. Kwa hivyo baridi ipo, na hali ya hewa namna ambavyo inaonekana iko shwari, sio hali ya hewa ambayo inaonyesha labda kuna dalili yoyote ya mvua. Ni hali ya hewa ambayo inaonyesha kwamba mambo yatakuwa yako sawa, lakini kikubwa baridi inavumilika. Sio kwamba eti ukiwa na baridi basi kutakuwa na changamoto hivyo. Baridi inavumilika, na nimeshasikia mara kadhaa pia hata wachezaji wanapenda sana sehemu ambazo zitakuwa zina baridi, kwa sababu wanaamini wakicheza kwenye baridi, kwenye hali ya hewa ya baridi, nguvu huwa inajitunza zaidi kuliko ukicheza kwenye joto kali. Hiyo mchezaji gani alikwambia? Baadhi ya wachezaji wengi, mfano kama Duchu, wanasema kwenye joto unaumia zaidi kuliko kwenye baridi. Okay. Na vipi sasa leo? Kwenye baridi unaweza leo utaratibu wote umefanyika, Nasib. Hebu tuambie, utakuwa umeongea na viongozi wa Simba, labda wawili watatu, vipi? Nini kinazungumzwa hapo? Tunataka kujua kuelekea mechi yenyewe hiyo. Kikubwa ambacho wanakizungumza hasa viongozi wa Simba na viongozi wa Singida, kila mmoja ameonyesha ishara ya kutaka mchezo, kwa maana ya kufanikiwa kuingia katika hatua ya fainali. Na wengi wao hasa kwa upande wa Singida, wao walikuwa wanazungumzia zaidi kuhusiana na maamuzi gani atachezesha mchezo wa kesho, mchezo wa nusu fainali. Na asubuhi nakumbuka wakati tunazungumza kwenye Crown Sports, nilisema watu wengi wanatamani kumuona Ahmed Arajiga akiwa ndio mwamuzi wa kati kwenye mchezo wa kesho kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Lakini si taarifa rasmi ambazo wamezitoa mamlaka, lakini kwa taarifa ambazo niko nazo mimi, ambazo nimezipata kwenye vyanzo vyangu, waamuzi wa kesho, mwamuzi wa kati ni Ahmed Arajiga anayesaidiwa na Glotesha pamoja na Rajabu Athmani kutoka Kigoma. Na Glotesha anatokea Dar es Salaam, lakini pia Arajiga anatokea hapa. Lakini awali, kwa taarifa za awali pia ambazo nimepenyezewa, ni kwamba mwamuzi ambaye alipaswa kuchezesha mchezo alikuwa ni Amina Kiando, lakini Arajiga yeye alikuwa ndio force official kwa maana ya kamisa wa mchezo, kwa sababu anatokea maeneo haya, anatokea hapa Manyara. Yeye ndo alikuwa force official kwa maana ya kamisa wa mchezo, na Amina Kiando ndo alitakiwa kuwa anasimama kati. Lakini Amina Kiando amepata changamoto ya kiafya, maana anaumwa, kwa hivyo imemlazimu Arajiga kwenda kusimama kati, alafu akisaidiwa na Glotesha ambao ndo walikuwa wasaidizi wa Amina Kiando pamoja na Rajabu Athmani kutoka Kigoma. Amepataje changamoto? Mbona hilo tunahitaji lifafanuliwe vizuri. Yeye mwenyewe, kwani ukipata changamoto unasema wewe? Kwa aliyeniambia, amesema yeye mwenyewe ndio ameomba, kwa sababu amesema afya yake haiko vizuri. Amina karusha taulo. Hainawezekana. Bwana. Kwa hiyo sasa Arajiga ndo atakaa kati kwa taarifa ulizonazo. Arajiga atakaa kati kesho, atasaidiwa na Glotesha kutoka Dar es Salaam na Rajabu Athmani kutoka Kigoma. Glotesha pamoja na Arajiga wao wana beji ya FIFA, lakini Rajabu Athmani kwa mujibu alinipa taarifa hana beji ya FIFA. Yeah. Na Glotesha anatoka Dar es Salaam, na timu moja wapo pia inatoka Dar es Salaam. Arajiga anatoka huko sio Manyara. Na yeye ndo na siku zote mwenyeji anayekwepo eneo hilo anakuwa fourth kama ambavyo ilipangwa awali. Yeah. Ngoja tufuatilie tujue kwa nini kwa uzoefu wako hapo utaratibu ndio ulivyo. Mara nyingi nakuwa hivyo mwenyeji, hata ukienda Mwanza pale mwamuzi ambaye atakuwa fourth pale anakuwa mwenyeji wa eneo hilo. Unaona
kwa mwenyeji mwenyewe na ndio maana pia taarifa za mwanzo ilikuwa ni Harajiga ndio yeye kabisa first official wa mchezo, lakini baada ya Amina Kiando kupata hiyo changamoto, kwa hiyo imelazimu Ahmed Harajiga kwenda kusimama kati. Na mjajua anaumwa nini? Sasa najua unanifanyia sasa mimi interview. Sasa hapana, nyinyi si mmeshajua, umedodosa ukajua huyu mtu atakaa kati na wewe ndio umetuambia anaumwa. Kwani mimi ndo nimesema anaumwa? Wewe umejuaje kama anaumwa? Na kama anaumwa tukipata kujua labda anasumbuliwa na kitu gani ama hawezi kupona kabisa mpaka hiyo kesho. Hiyo ni changamoto za kiafya Juma. Changamoto za kiafya anazijua yeye aliyesema, kwa sababu na mimi sio kwenye kamati ya hiyo ya waamuzi. Kwa hiyo kinachotokea mimi na mimi napenyezea tu kama taarifa kama mwandishi ambaye nimetamani kujua hiyo taarifa. Na unajua taarifa unaipata baada ya kuwa umeuliza. Okay, inabidi tuwatafute viongozi wa kamati sasa hivi viongozi wa kamati. Alafu umeona leo taarifa ya TFF wamefanya uchaguzi. Nimeona waamuzi. Mzee wetu Hamduni ameondoka. Mzee Hamduni hajaondoka. Mzee Hamduni ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi. Lakini kilichofanyika leo, uchaguzi uliofanyika leo ni uchaguzi wa chama cha waamuzi. Leo ni Frat imefanya uchaguzi, lakini ujue Frat mara nyingi sio watendaji. Wao Frat ndo wana waamuzi, kwa hiyo wanao request waamuzi ni bodi ya ligi kule, kamati ya waamuzi, kupitia kamati ya waamuzi. Kamati ya waamuzi. Basi hapo nimekuelewa zaidi na niko vizuri. Kwa pengine tu pia utakuwa umewasaidia hata wale ambao walikuwa hawaelewi. Kwa hiyo hata wale Frat tukiwapigia bado wao wanakuwa wana nguvu sana, hawana majibu. Hawana majibu. Wenye majibu ni ile kamati ile. Sawa. Basi Nasibu, kuna chochote labda, kwa sababu bado tutarudi kwako na Simba huko pia. Mukwala nimeona amekuwa mchezaji bora, hujapata nafasi ya kuwasikiliza? Hatujapata nafasi ya kuwasikiliza kwa sababu hata hii taarifa ya bodi ya ligi wakati inatoka kama Mukwala na Fadu ni ndio super hero wa mwezi Mei, walikuwa tayari wameshaondoka kwenye pitch ya Tanzanite Kwara ambako wao walikuwa wanafanya ile pitch feeling. Kwa hiyo sikupata nafasi ya kuzungumza na kujua wao wameipokea vipi, lakini naamini tuzo ambao watakuwa wameipokea kwa mikono miwili. Licha kwa hivi sasa Juma nafuatilia, unajua hizi timu zinavyocheza na Simba ama zinavyocheza na Yanga, kuna ahadi kubwa huwa wanazipata kama wachezaji kwa ajili ya bonus, mkifanikiwa mtapata hivi. Kwa hiyo na tafuta pia dodoso kufahamu pengine kama kuna ahadi yoyote imetoka kwa Singida ama ahadi yoyote imetoka pia kwa Simba kama watafanikiwa kuwafunga Singida kwenda katika hatua ya fainali.